Jeshi la Israel limefanya mashambulizi ya anga katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, baada ya kundi la Hezbollah kutangaza kuwa limerusha roketi na ndege zisizo na rubani kuelekea kambi ya kijeshi karibu na mji wa Haifa, kaskazini mwa Israel. Hezbollah, kundi linaloungwa mkono na Iran, limesema shambulio hilo ni kulipiza kisasi kufuatia kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Kundi hilo limesema limechukua hatua hiyo kwa kulinda Lebanon na watu wake na kujibu kile walichokiita mashambulizi ya mara kwa mara ya Israeli dhidi ya Lebanon. Kwa mujibu wa shirika la habari la taifa la Lebanon NNA, mashambulizi ya Israel yamesababisha vifo vya watu 31 huku wengine 149 wakijeruhiwa. Jeshi la Israel limesema linaendelea kushambulia majengo ya Hezbollah kote Lebanon, likidai kuwa halitaruhusu kundi hilo kuhatarisha usalama wa raia wa kaskazini mwa Israel. Pia Israel imetoa onyo kwa wakazi wa zaidi ya vijiji 50 kusini mwa Lebanon na katika bonde la Bekaa kuondoka makazi yao na kukaa umbali wa angalau kilomita 1 kutoka majengo. Waziri Mkuu wa Lebanon, Nawaf Salam, amelaani shambulio hilo la Hezbollah, akilitaja kuwa ni kitendo kisicho na uwajibikaji kinachohatarisha usalama wa taifa hilo. Mvutano huu unaongeza hofu ya kupanuka kwa vita vya kikanda vinavyohusisha Marekani, Israel, Iran na washirika wao. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoafikiwa mwezi Novemba mwaka 2024 kati ya Israel na Hezbollah, mashambulizi yameripotiwa kuendelea, huku Lebanon ikiwasilisha malalamiko katika Umoja wa Mataifa ikidai Israel imekiuka mamlaka yake mara zaidi ya 2000 katika miezi ya mwisho wa mwaka wa 2025. Hali bado ni tete, huku jumuiya ya kimataifa ikihimizwa kuingilia kati ili kuzuia kuongezeka kwa machafuko zaidi katika eneo hilo.